Hatimaye Waarabu wamemaliza mkutano wao huko Doha nchini Qatar wakati wakijadili juu ya shambulizi lililofanywa na Israel katika mji wa Doha nchini Qatar, katika kile ambacho Israel imedai ilikuwa ikiwatafuta viongozi wa Hamas waliopo katika nchi hiyo ya Qatar katika ofisi zao, ambapo viongozi hao walikuwa kwa ajili ya mpango wa mazungumzo ya kumaliza vita hivyo. Katika mazungumzo ya viongozi wa OIC huko Qatar, wamesema kwamba shambulizi la Qatar ni sawa na shambulizi la nchi zote za Kiislamu. Viongozi hao wa ushirikiano wa Kiislamu OIC na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu wamekutana katika kikao cha ajabu cha pamoja mjini Doha na kulaani vikali shambulizi la hivi karibuni la Israeli dhidi ya Qatar na kulitaja kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa na tishio kwa amani na usalama wa eneo hilo. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano wa Jumatatu, viongozi hao walionyesha mshikamano kamili wa nchi ya Qatar, wakisisitiza kwamba mashambulizi hayo ya Septemba 9 katika maeneo ya makazi huko Doha yaliyoua raia akiwemo raia wa Qatar ilikuwa ni shambulio la uoga na ni shambulizi haramu ambalo pia lililenga shule, misheni ya kidiplomasia ya makazi yaliyotengwa kwa wajumbe wa upatanishi. Mkutano huo wa kilele ulitangaza shambulio hilo sio tu kuwa uchokozi dhidi ya Qatar, lakini shambulio dhidi ya mataifa yote ya Kiislamu na ya Kiarabu. Ilishutumu Israeli kwa kutaka kudhoofisha jukumu muhimu la upatanishi la Qatar katika kusimamisha mapigano na mazungumzo ya mateka yanayohusiana na Gaza. Nchi wanachama zimesisitiza uungaji mkono wao kwa mamlaka na usalama wa Qatar, huku pia zikitoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi ya Israeli ya kijeshi huko Gaza na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuiwajibisha Israeli kwa uhalifu wa kivita, vizuizi na upanuzi wa makazi. Tamko hilo lilienda mbali zaidi na kuzitaka nchi kuchukua hatua zote zinazowezekana za kisheria na madhubuti ili kuizuia Israeli kuendelea na hatua zake dhidi ya watu wa Palestina, ikiwa ni pamoja na kuwawekea vikwazo, kusimamisha uhamishaji wa silaha na vifaa vya kijeshi na kuanzisha kesi ya kisheria dhidi ya Israel. Pia ilizitaka nchi wanachama OIC kuchunguza wanachama wa Israeli katika Umoja wa Mataifa, ikitaja kuendelea kukiuka mkataba wa maazimio ya Umoja wa Mataifa na kuratibu juhudi zinazolenga kusimamisha wanachama huo. Viongozi walisisitiza umuhimu wa kuzingatia uhalali wa kimataifa na maazimio ya Umoja wa Mataifa, wakisisitiza kwamba amani na usalama haviwezi kupatikana wakati Israel inaendelea na mradi wa kupanuzi wa makazi na maangamizi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, na huku ikitaka kupotosha sura ya mataifa ya Kiarabu na Kiislamu kupitia chuki dhidi ya Uislamu. Israel imeamua kuweka chuki dhidi ya Waislamu kote ulimwenguni, na sasa lazima kuwe na tamko la pamoja ambalo litaamuru mataifa ya OIC ambayo ni sehemu ya mkataba wa Roma wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchukua hatua zote zinazowezekana ili kuunga mkono utekelezwaji wa hati za kukamatwa zilizotolewa na mahakama hiyo dhidi ya wale waliohusika na uhalifu dhidi ya watu wa Palestina. Aidha, wametoa wito kwa nchi wanachama kutumia juhudi za kidiplomasia, kisiasa na kisheria ili kuhakiki kuwa Israel inafuata wajibu wake, ikiwa ni pamoja na hatua za muda zilizoamriwa na mahakama ya kimataifa ya haki mnamo Januari mwaka 2024 kuhusu kesi inayohusu mauaji huko Gaza. Mkutano huo wa kilele ulikaribisha mkutano ujao wa usuluhishi wa nchi mbili mjini New York unaosimamiwa na Saudi Arabia na Ufaransa kama hatua za kuelekea utambuzi mpana wa taifa la Palestina linalokaliwa kwa mabavu na Israel. Uongozi wa Qatar ulisifiwa kwa msimamo wake wa busara na uwajibikaji mbele ya shambulizi hilo, huku mkutano huo ukionya kwamba vitisho vyovyote zaidi dhidi ya mataifa ya Kiarabu au ya Kiislamu kutoka kwa Israel vitaonekana kama kuongezeka kwa hatari, kuhitaji jibu thabiti la kimataifa. Hata hivyo, miongoni mwa mambo mengine ambayo yamezungumzwa katika mkutano huo ni pamoja na kuanzisha NATO ya mataifa ya Kiarabu, kwa maana kuanzisha jeshi la pamoja ambalo litasimamiwa na Misri pamoja na Saudi Arabia. Na hii ni kwa ajili ya kwamba endapo taifa moja litavamiwa, basi mataifa yote yataingilia kati kwa kuunganisha majeshi yao kupambana na Israel. Mtazamaji wa The World News, endelea kuwa nasi wakati wote, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana
kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.